Wataalamu wanasema laisa almuradu fil ibadati suwaraha wa ashkalaha, lakin almuradu fiha ghayatuha wa ma'naha. Usiadaike na jina, joho, pensi. Jina si lengo, kinachozingatiwa ni lengo la hilo joho, pensi, kwa maana ni vazi. Lile lengo kuwa ni vazi, kuwa ni stara, ndicho kinachotazamwa. Kuita kuwa ni hitma isikuadae na kukuvuruga kichwa. Lengo nini iwe hitma? Tutakavoita, lengo ni kuwaombea dua waliotangulia. Lile jina lisikupe tabu. Laisa almuradu fil ibadati suwaraha wa ashkalaha, lakin almuradu fiha ghayatuha wa ma'naha. Maneno haya kwa maksudi kabisa tuliamua tuyachukue ili tupate kuishi na hadithi ya Bwana Mtume Muhammad. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu. Jitihada za maksudi zilizofanywa na wanawavyuoni kutengeneza vitu ambavyo vitakuwa ni viashiria, ni muamsho katika dini hii kwa namna moja ama nyingine, vyaweza vikaonekana kwa macho ya kawaida kuwa ni uzushi, kwa maana ya kuwa ni bid'a. Lakini kwa maana ya malengo, kwa maana ya maana yake, ikawa sio bid'a. Uhalisia kwa maana hiyo ya kutazama lengo na maana, bid'a iliyokuja kwa sura hiyo ya kutazama lengo na maana A, B, ikawa haikinzani na dalili na kanuni za sheria, itabaki kuwa ni dini. Kwa lugha ile, sihitaji kusema hilo, kwa lugha ile ya as-sunnatu tarkiya iliyotajwa katika baadhi ya vitabu vya kiusuli, ambayo yagombewa leo pasina kurai, kuna atarku wa sunnatu tarkiya. Tunachanganya kati ya atarku wa sunnatu tarkiya. Sitaki kwenda huko. Maswahaba walielewa hivyo ambavyo sisi twaelewa. Walielewa ambavyo sisi twaelewa. Tunakumbuka Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu, sahaba wa Bwana Mtume Muhammad, alipoingia nguvuni katika mikono ya makafiri, wakataka kumuua. Baada ya mahojiano ya muda mrefu kidogo, aliwaambia, nipeni muda walau wa dakika kadhaa, ni swali rakaa 2. Hili analolifanya sahaba huyu, aswali rakaa 2 kabla ya kuuawa. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Masahaba walielewa hivi. Huyu sahaba Khubayb ibn Adi aliyasikia maneno hayo kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad. Wakati anaomba hili, haikuwa mbele yake kuna hadithi kwamba ukikamatwa na maadui ukitaka kuuawa omba uswali rakaa 2.
hakuna muongozo huo, lakini Khubayb ibn Adi aliomba hilo. Aliswali rakaa mbili, wataalamu wanasema hawakupata kuona tamu ya sala za sunna kama alivyoswali Khubayb ibn Adi. Hawakupata kuona utulivu katika sala ya sunna kama alivyoswali Khubayb ibn Adi. Laiti ingekuwa kwa sala zetu sisi, pengine ilikuwa ni ile tarawih yetu ya rakaa 20, rakaa mbili, waweza ukaisi ulikuwa ni woga wa kufa. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Wanafunzi wenzangu, katika janga kubwa katika ulimwengu wa taaluma ni kutovipa vitu haki zake. Neno hili limebeba vitu vingi sana, limefungua kwa man, taniwi ya radhi walimu, ambaye yenyewe ni shartiyatun umumia, na inapokuwa imefungua manake ni jumla shartia. Yeyote yule maana yake si mkubwa si mdogo, mwanamume mwanamke, yeyote yule ahdatha fi amrina hadha, aliyeanzisha, aliyebuni ndani ya dini hii. Nini alichokibuni? Ni mausula, kabuni kitu ambacho laisa minhu. Hili ndiyo jambo lenyewe. Unapomrudisha Khubayb ma laisa minhu, jambo ambalo halina asili katika dini. Wasomi wanajua mafhumu khalafa. Subiri jibu. Man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddu, dhaka almuhdath fahuwa raddu. Jambo hilo lililozuliwa ambalo halina asili katika dini, fahuwa raddu. Utakapolitafsiri kwamba ni tanzilul masdari manzira tasmil maf'uli, fahuwa raddu bimaana fahuwa mardudun. Jambo hilo ni lenye kurejeshwa kwake. Tunachokikusudia ni hili jambo. Ndio maana wanasema wataalamu, hadithi iliyokuja kukataza bid'a ndiyo hadithi iliyokuja kuruhusu bid'a. Hii ikiwa ma laysa minhu fahuwa raddu, mafhumu khalafa. Idha kana al-amru minhu fahuwa maqbulun. Ipeni tu haki yake kila kitu. Jambo lisilo na asili, lisilo na mafungamano na dini la rejeshwa, lakini likiwa na mafungamano na dini maana yake labakishwa. Tatizo ni kwamba tunamswalia Bwana Mtume Muhammad kwenye swala, sote Waislamu, hakuna asiyemswalia Mtume. Mushkeli ni makusanyano haya. Mtume alisherehekea, ni jambo kila mmoja analijua. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipofunga Jumatatu, alifunga kwa nini? Alifunga kwa sababu ndiyo siku, alisemaje? Dhalika al-yawmu alladhi wulidtu fihi, hiyo ni siku ambayo mimi nimezaliwa siku hiyo. Tafsiri yake nini? Usibaki kuwa wulidtu fihi, nimezaliwa ndani ya siku ya Jumatatu. Tafsiri yake nini? Anafurahi kwa siku ya kuzaliwa kwake, lakini furaha yake ilikuwa ni furaha ya kurai mipaka. Alifanya jambo ambalo linarumridhisha Mola wake. Laisa almuradu fil ibadati suwaraha wa ashkaraha, lakini almuradu fiha. Kuna riwaya kama tatu, kuna nyingine sema balil muradu fiha, na nyingine imekuja lakinnal murada fiha. Tusigombanie maneno. Lakini almuradu fiha ghayatuha wa maanaha. Usiliangalie kwa vile unavyoliona kwamba watu wamekusanyika eti wanasema maulidi bid'a.
achana na hii sura utahangaika nayo, haikuwepo wakati wa masahaba, hakuifanya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tayyib, Mtume hakufanya sura hii, lakini jambo linalofanywa sura achana nayo. Ukiita muhadhara, ukawaita watu waje kufanya muhadhara kumzungumza Mtume Muhammad, ndiyo maulidi yenyewe. Utakavyoita usiadaike na mfumo, lakini B, usiangaike na makosa utakayoyaona. Ibn Hajar al-Haytami rahmatullahi alayhi alipata kusema alipokuwa akichambua hukumu tariki sala, alieleza kwa upana sana, akafika mahala akasema, innahu la yalzamu min alqiyami biljuz'i at-tasmiyatu bilkulli. Ikitokea umeiona kwa taaluma yako jambo fulani misteki katika maulidi, kosoa hilo. Mara nyingi hutoa mfano, swala ni wajibu kama tulotoka kuiswali anifan, swala ya Isha. Ikitokea mtu anasali kajipakaza kinyesi, kuswali haramu? Tuseme kwa sababu kajipakaza kinyesi kuswali ni haramu, lile halisemwi kuwa ni haramu, yule kaswali makosa. Ukienda maulidini ukiona makosa, usiseme maulidi haramu, pale kuna kosa. La yalzamu min alqiyami biljuz'i at-tasmiyatu bilkulli. Akiwa si Muislamu, kulea mayatima ni sifa ya Waislamu waumini. Ikitokea mtu si Muislamu analea yatima, hatumpi jina muumini kwa sababu kalea yatima. La yalzamu min alqiyami biljuz'i at-tasmiyatu bilkulli. Si lazima na si kweli kufanya sehemu ya kitu tukatoa jina la kitu kizima. Ukithubutu kusema kila kilicholetwa kitakuwa bid'a bila ya kujadili ni bid'a gani, basi Kiswahili kizuri, hakuna atakayepona. Kila kilicholetwa ukisema ni bid'a, hakuna atakayepona. Asili. Mtu mmoja mara moja alipata kusema, mfano natolea, kama una shahada ya jamia hujui kusoma. Nikampa mfano mdogo tu. Al-Imamu Sheikh Ibn Taymiyyah ana shahada ya ibtidaia, jamia mbali, anayo ya ibtidaia. Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani anayo ya idadi. Geuza basi upande wa pili. Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu anayo shahada ya mutawassita. Wameisha maswahaba wa bwana Mtume Muhammad, wamekwisha matabi'i, wamekwisha tabi'i tabi'ina. Nyinyi mnaotuambia maulidi bida ndo mloanzisha marahili. Hapo ni mtu, na tunakubaliana tuache wazee wetu waliokuwa hapa. Sheikh Hassan ibn Amiri Shirazi ni mwanachuoni mkubwa, ana shahada gani? Nisieleweke vibaya, nia na madhumuni. Ukisema kila kilichoanzishwa sicho, hapo ni mtu. Tunakuwa mashahidi wakati wa kikao cha mvutano cha Sayyiduna Umar na wenzake wakimshawishi Sayyiduna Abu Bakr Siddiqi kukusanya Qur'ani. Mtume ukisema katika ile sunnatu tarkia, vile tulivyoelewa tofauti na uhalisia, maana kule kuna somo pana sana kwenye kusema as-sunnatu tarkia. Ile sunna ni kwa maana ipi? Kwa sababu neno sunna lina tofauti ya mafuhumu kati ya muhadithina na fuqaha. Ni somo pana kweli kweli. Hiyo sunna tarkia walivyoielewa watu wa usuli ndivyo ulivyoelewa wewe. Kwanza manake mawili, tarkibu isnadi, hiyo ni tarkibu idhafi. Ikiwa ni tarkibu idhafi, lipasue kila moja lichukue liweke katika sehemu yake. Sunna nini? Hii ulioielewa wewe ni ipi? Acha hilo. Watu wanaondoshwa katika maulidi, wanaaminishwa halimo, na fiqhi pia ina lugha zake. Nilipata kumsikia mtu mmoja anasema, Allah muongoze na amfungue katika ilmu, anasema hadithi iliyokuja baada ya swala istighfari ni mara 3, ukizidisha bid'a na ni haramu.
Astaghfirullah mwisho mara ngapi? Ukitoa salamu mara 3. Ikizidi ni bid'a na hivi haramu, unapata madhambi. Tunashindwa kuelewa kati ya bid'a na khilafu sunna. Fiqhi na lugha zake. Khilafu sunna nayo ina hukumu zake. Kuna khilafu sunna ikawa ni makuruhu, kuna khilafu sunna ikawa ni mubahu, kuna khilafu sunna ikawa haram. Khilafu sunna. Ombi langu kwa kuwa muda umekwenda, wanafunzi wenzangu, mashehe tuachane nao. Kama kuna wakati kusoma kuna umuhimu mkubwa ni huwa sasa. Kama kuna kipindi kusoma ni muhimu sana, ni kipindi tulichokuwa nacho. Tatizo sio kuzusha. Kilichozushwa kina mafuhumu gani katika dini? Kina maana gani katika dini? Kinafanya kazi gani katika dini? Vinginevyo tutakataa mpaka kitabu cha tauhidi. Lugha ni kwamba kama mtume kaacha, uwezekano wa kufanya ulikuwepo, hakufanya, basi haramu na wewe acha. Kwani mtume alishindwa kusema at-tauhidu yanqasimu ila 3 aqsami? Mpaka inakuja kusema mtume mwenyewe kafa long time, masahaba washakufa, juzi anakuja mzee ndio anasema at-tauhidu yanqasimu ila 3 aqsami. Mbona tusemi hii bid'a ikiwa kila kisichofanyika ni bid'a tena dhalala? Hapo ni mtu. Nyinyi mnajua Qur'ani haikuwa na nukta, shadda, fatha, kasra. Mzee Adeni jua hili. Qur'ani haikuwa na shadda, najua unasoma wewe Mwarabu Mnyamwezi, Qur'ani unaijua. Lakini hii ni jitihada za watu. Ndio Qur'ani. Ukienda katika jumba la kumbukumbu pale Madina, utaiona Qur'ani original ya zamani. Haina nukta ya aina yoyote. Hivi wasomaji nyie au sisi tuliokuwepo sasa hivi, ina nukta zake tunaharibu. Sasa tuisome vile vile haina nukta, inakuwaje? Ina fatha tunaharibu. Thumma la tusaluna, thumma la tusaluna. Kila mtu anasoma vyake. Kwa ujumbe wangu, kama kuna wakati kusoma ni muhimu sana, tuwasumbue mashehe ni sasa. Badala ya kuwakusanya Waislamu kuwa kitu kimoja, sasa zinatumika nguvu kubwa kuwatawanya Waislamu. Miaka 23 Bwana Mtume Muhammad anapambana kuwakusanya watu wawe kitu kimoja. Unakuja wewe uliyesoma miaka 4, 5, 6, 7 kuvunja kazi ya miaka 23 watu waishi rumwage. Hii tufikirie tunakwenda kumwambia nini Allah subhanahu wa ta'ala. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Mtu mmoja nilimsikia na kuna kitabu nilikiona, At-Tahdhiru min al-Bid'ah cha Sheikh Ibn Baz, kinaitwa At-Tahdhiru min al-Bid'ah. Alisema man sanna fil islami sunnatan hasan, akafasiri sana kwa maana ya ahya. Lakini watu wa sheria wanajua idha ta'adharat al-haqiqatu yusaru ila al-majazi. Kumeshindikana nini sana kuifasiri maana yake asili, atakayeanzisha tukaifanyia mabadiliko sana, tukafasiri kuwa atakayehoisha. Kijuba chekundu kinakuja kuashiria dakika zangu zimekwisha. Mimi nilikuwa nachokoza hili, wenyewe wapo watafanya kazi, lakini narudia, vijana tusomeni. Mzee Londa alikuwa ananiambia, unaiona hiyo mwanangu kasida ilivyokuwa tamu? Kaisifia kasida ya wale vijana wakikoresa mukhlisina. Lakini wanasoma wale au wanaishia kuimba tu? Aliniuliza Mzee Londa. Kwa sababu mashehe wanakufa, kina Mzee Jongo hana muda mrefu wataondoka. Nani atakuja kutetea haya? Likulli jawadin kabwa wa likulli swarimin nabwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.